lakini tulijikuta tupo chini wote na bajaji yani imedondokea upande huu wa kulia. Karibu kaka, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake wameweza kukutendea kupitia madhabahu hii ya Gurudumu la Kinabii, lakini kupitia baba yetu mtume na nabii James Onea. Karibu. Shalom kanisa. Naitwa Emmanuel Kija, natokea Mbezi na nimekuja kumshukuru Mungu. Siku ya jana alituepusha na ajali mbaya sana. Wakati tunatokea nyumbani, nilikuwa mimi na mwanangu Gaspar na mdogo wangu binti ambaye nakaa naye nyumbani, tunaelekea kazini Ubungo. Sasa tumepanda bajaji, tumefika pale stopover, kilichotokea hatukuelewa, lakini tulijikuta tupo chini wote na bajaji yani imedondokea upande huu wa kulia. Ilikuwa pembeni humu wa barabara, lakini ikabinuka hivi. Sasa ilipobinuka, huyu binti na mwanangu walikuwa upande huo ilipodondokea hiyo bajaji. Kwa hiyo kajikuta yani tunawakandamiza, huku kulikuwa na mtu mwingine. Kwa hiyo tukajikuta tumewakandamiza hao wa chini. Kwa hiyo mwanangu akawa ameumia bega na huyu binti akawa ameumia upande huu hapa chini kwenye mbavu. Kwa hiyo akawa na maumivu makubwa. Japokuwa mimi namshukuru Mungu sijaumia chochote, lakini yeye akawa ameumia zaidi. Kwa hiyo alikuwa anashindwa hadi kutembea. Kwa baadaye nika request bajaji tena tukaja mpaka kazini, nikawapeleka hospitalini. Wakapimwa. Sasa wakasema kwamba hapa sasa inatakiwa mpaka afanyiwe x-ray ili kusudi tuweze kujua, kwa sababu maumivu yako ndani. Lakini wakawachoma sindano. Bado maumivu yalikuwa bado yanaendelea. Baadaye sasa ndo nikawaambia tuendeni sasa kanisani. Ndo tukaja hapa jana. Mtumishi wa Bwana alimhudumia yule binti na akatoka hapa kabisa ana furaha na amepona, yale maumivu yamekwisha kabisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa kuwa hakika ametuonekania kwa viwango vikubwa. Ametuepusha na ajali mbaya sana. Yule wa bajaji bahati nzuri na yeye hakuumia. Inaonekana kama aliluka, lakini hatukujua kilichoendelea, lakini bajaji yake ilikuwa imeharibika sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Amen. Na tunapenda kujua, je, hiyo familia yako umeweza kuja nayo uweponi mwa Bwana ili nao tusikie kile ambacho Bwana Mungu ameweza kuwatendea kupitia mpako mafuta baba yetu mtume na nabii James Onea? Ndio, nimekuja nao. Familia Emmanuel Kija, ninapenda kuwakaribisha madhabahuni kwa Bwana. Tumpigie Bwana makofi wakati familia yake inakuja madhabahuni kwa Bwana. Makofi mengi kwa Bwana Mungu wetu na Kristo wake. Makofi mengi zaidi kwa Bwana Mungu wetu na Kristo wake kwa ajili ya matendo makuu ambayo Bwana ameendelea kuyafunua kupitia mpako mafuta baba yetu mtume na nabii James Onea. Makofi mengi mahali pale ulipo. Amen. Karibu dada, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake wameweza kukutendea kupitia madhabahu hii ya Gurudumu la Kinabii, lakini kupitia mtumishi wa Bwana baba yetu mtume na nabii James Onea. Karibu. Shalom kanisa. Kwa majina naitwa Mariam Simon, naishi Mbezi. Siku ya jana asubuhi tulikuwa tunatoka nyumbani tunaenda kazini, kama kaka alivyosema, maeneo ya Kimara pale Stovova. Tulipata ajali. Kuna dada mmoja hapo katupeleka hapo dispensary hapo karibu. Kaenda pale tukahudumiwa, tukafanyiwa vipimo, lakini wakasema kwamba hapo hospitali kwao hamna yani x-ray. Kwa hiyo tuende hospitali nyingine tukafanyiwa x-ray. Kwa hiyo tukawa tumepewa tu dawa ya kuchua na dawa nyingine ya kumeza afu na sindano ili kupunguza maumivu. Kwa daktari akaniambia kwamba ni maumivu makubwa kwa sababu yametokea ndani sana afu ni sehemu mbaya ambayo yani umeumia. Kwa hiyo inawezekana ikawa labda mfupa umevunjika afu itasababisha damu kuvuja kwenye mapafu. Afu itakuwa shida. Mapigo ya moyo tu ukiona yanabadilika ujue kabisa ni dalili mbaya sana. Kwa hiyo pale akawa ameniogopesha zaidi. Baadaye maumivu sasa alivyosema tu hivyo, ile hofu, kwa hiyo maumivu yakawa yanakuja sasa huku mbele huku. Maumivu yakawa yanazidi yani yanasambaa.
Baadaye ndo akanichoma sindano ya kupunguza maumivu. Nilipochomwa ile sindano, maumivu hayakupungua. Kwa hiyo tukawa tumeshamaliza hapo na ashahudumiwa mtoto, tukawa tumeondoka tumeenda nyumbani. Hapo kazini. Baadaye akasema jiandae tuende kanisani. Tukajiandaa hapo ndo tukaja kanisani. So wakati tunakuja kanisani, maeneo ya Mwenge pale, kakuta tena kama ajali imetokea. Nataka niangalie hivi. Sasa nilipotuona hivi, kwa sababu ile hali ishanikuta, kwa hiyo nikajikuta nina hofu sana. Yale machozi tena yakaanza kunitoka, ni kama inaniongezea maumivu. Nimefika hapa, yani nimezidiwa, yani hata kuongea, yani naona kama ananionea, yani anavyoniongelesha. Hata mimi hata asiniongeleshe kwa sababu yani nilikuwa nasikia maumivu makali sana. Tumekaa pale na pastor hapa, tumekaa pale, baba akaja hapa akaniambia kwamba unajisikiaje? Kaambia naumwa sana. Kaambia una uhakika? Nikasema ndio. Akasema msogea hapa. Nikasogea. Sema unaumwa wapi? Nikaambia hapa hivi kwenye mbavu. Yaani kitu gani ambacho huwezi kufanya? Sema yani hata kuinama hivi siwezi. Hata kwenda mkono mbele haueni, siwezi, nasikia maumivu, kurudisha nyuma nasikia maumivu. Akasema kwani umeumia kwenye mbavu au kwenye mkono? Nikamwambia nimeumia kwenye mbavu, lakini huu mkono nikipeleka kwa mbele hivi naumia, na nikirudisha nyuma naumia. Kwa baba ndo akaanza kunihudumia, kaniombea, kaniambia hem, jaribu kufanya vitu ambavyo ulikuwa uwezi. Nikaanza kufanya. Kaniambia kimbia. Nikakimbia, lakini sasa ninapokimbia ni kama yani najitonesha hivi. Nakimbia, baadaye tena akaja sema njoo hapa. Maumivu yamepungua, akisema yamepungua kidogo lakini bado. Akaendelea kuniombea, kaniombea tena nikadondoka. Sielewa kitu gani kingine kiliendelea hapo. Baadaye mpata ufahamu, nikanyanyuka, akasema kimbia tena. Nikakimbia, akasema haya, yani nakuwa nashuka chini na nyanyuka, shuka chini na nyanyuka. Baadaye maumivu yani yakawa yanapungua. Akaniuliza maumivu yambaki asilimia ngapi? Akasema kama 5% hivi. Akasema natakiwa yaishe yote. Kaendelea kunihudumia, nikakimbia. Baadaye maumivu yani yakawa yamepungua, yani naweza hata kuinama hivi. Nafanya hivi mkono unarudi, nafanya hivi, yani maumivu yakawa yamepungua, yani yambaki yani kidogo sana. Amen. Na tunatamani kujua kile ambacho baada ya kupata ile ajali ulikuwa uweze kufanya nini? Kama ni kuinua mikono, kama ni ubavu, kama kufanya nini? Tunaomba kwa ufupi sana utuonyeshe hizo ishara ili tuamini hakika na kweli Bwana ameweza kukuponya moja kwa moja. Karibu. Nilikuwa siwezi kufanya hivi. Yaani kurudi hata nyuma hivi nilikuwa siwezi. Lakini sasa hivi nainama. Siwezi, yani nilikuwa ni mtu hata kama nikiwa naenda chini naenda hivi, lakini siwezi nikafika hata hapa. Lakini sasa hivi naenda hivi. Siumwi. Kwa hiyo baba ni wa kweli kabisa na anatenda miujiza ambayo yani muamini kile ambacho baba anasema hapa. Kila kitu ni cha kweli kabisa. Basi dada Mariamu, Mungu akubariki, Mungu aendelee kukuimarisha na uendelee kuwa wakili mwema kwa wengine, kuendelea kushuhudia matendo makuu ya Bwana Mungu wetu kupitia madhabahu hii ya Gurudumu la Kinabii, lakini kupitia mpako mafuta baba yetu mtume na nabii James Onea. Ubarikiwe na Bwana. Amen. Amen. Gaspar, sogea. Tuambie unaitwa nani? Shalom. Jina lako nani? Kwa majina naitwa Gaspar Emmanuel. Nani? Gaspar Emmanuel. Baada ya kutokea ajali na baba akakuombea siku ya jana, vipi nani bega lako bado linauma? Aliumi. Hebu nyanyua mkono ili watu wajue kweli bega lako haliumi. Haya, shusha chini. Pandisha tena juu. Amen. Hayo, barikiwe na Bwana Gaspar. Asante. Barikiwe mtoto mzuri. Amen. Tumpigie Bwana makofi mengi.